mtakatifu, na jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Jina lako litajwapo, Baba, wote watapiga goti na kulisifu jina lako. Baba, asante kwa ajili ya siku leo, maana ni siku muhimu sana katika maisha yetu. Maana tunakumbuka mwaka jana, Baba wa rehema, ulipoanza kwenda pamoja nasi Baba kwenye Biblia katika Mwanzo sura ya 1, na ukatuwezesha Baba kumaliza Biblia mwaka jana. Leo tena Baba tunaanza Baba wa rehema Biblia Mwanzo sura ya 1. Neema yako iende pamoja nasi. Na mwaka huu Baba, vifungo vyote vilivyopelea ama vilivyobakia katika maisha ya watu wako, uyaondoe yote, tabia zote za ajabu, mabaya yote. Na Baba, ni injili yako ambayo shetani anapinga ndani ya watu wako. Neno lako litanie nchi takatifu Bwana. Na Baba wa rehema, utukufu wako ikidumu katika nchi hii. Utukufu wako Baba ilete mema. Nakumbuka taifa hili Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa ajili ya neno lako, na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Basi leo ni siku ya kuanza Biblia, lakini mara nyingi watu wengi hufungua Biblia na kuanza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1, lakini ukimuuliza Biblia ni nini, anashindwa kukujibu. Ni vizuri kujua Biblia kabla kujajua ndani yake ikoje, kujua kwa jumla na nje yake. Biblia ni kitabu kimoja kikubwa, lakini inayo vitabu vidogo vidogo ndani yake. Neno Biblia inatoka kwenye neno la Kiyunani inayesema Biblos. Maana yake Biblos ni nini? Maana yake ni kitabu, the book, kitabu. Lakini kitabu hicho ni kitabu cha Mungu. Yako vitabu vingi sana duniani. Vitabu vingine ni vya kisayansi ambayo yanatoa maoni tofauti tofauti juu ya mwanzo wa mwanadamu na mwanzo wa viumbe vingine. Lakini katika vitabu vyote duniani, ni Biblia ndiyo yenye kitabu ambayo inaongelea kwa ufasaha mwanzo wa mwanadamu, mwanzo wa dunia na vitu vyote vilivyopo ndani ya dunia. Ili uelewe dunia na jinsi dunia inavyokwenda na mwanzo wa dunia na mwisho wa dunia, unahitaji kusoma Biblia. Ni Biblia tu ndiyo kitabu kinayoonyesha mwanzo wa vitu vyote vya ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, na kuonyesha mwisho wa vitu vya kimwili na vitu vya kiroho. Na pamoja na mwisho hujafika, lakini mwisho unafahamika utakuwaje. Pamoja na mwanzo ulikuwa ni miaka mingi sana kabla ya sisi kuwepo, lakini Biblia pia inaongelea mambo ya wakati uliopita miaka mingi. Sasa Biblia ilikujaje? Biblia, mara ya kwanza kuandikwa Biblia ni kule kwenye mlima Sinai, wana wa Israeli walipokuwa njiani wakielekea Kanaani. Mungu akamwambia Musa aandike. Umeona, Musa alikuwa ni nani? Musa
alikuwa ni mtoto wa nabii. Alikuwaje mtoto wa nabii? Nabii wa kwanza alikuwa ni Ibrahimu. Lakini katika Agano la Kale na lugha ya kipindi hicho hapakuwepo na neno mjukuu, grandson. Palikuwa na neno mtoto wa fulani. Ndio maana hapakuwa na neno baba wala mjukuu, palikuwa na neno mtoto na baba zake. Ina maana Ibrahimu akazaa watoto, na watoto hao akazaa nao, na watoto hao waliozaliwa pia wakazaa, ikafikia mpaka kwa Musa. Lakini Musa alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu. Unaposema mtoto, basi ina maana Mungu alimchagua Musa ili afunue mambo ambayo yalipitia miaka mingi kabla kipindi hicho. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 34 ambayo ni sura ya mwisho kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na mstari wa 10, unaona kabisa inasema baada ya Musa kufa na Mungu kumzika, imeandikwa kuwa wala hapakutokea nabii mwingine kama Musa. Hii ina maana kuwa Musa alikuwa ni nabii, tena nabii mkuu. Lakini sasa iweje Mungu amchague yeye? Ni kwa sababu alikuwa ni mtu aliyempendeza Mungu. Kuna kitu kinachohusiana na kupenda. Nini? Tuliona kwenye Agano Jipya ya kuwa Yesu alitokea kumpenda mwanafunzi mmoja kati ya wale wanafunzi 12. Na huyo mwanafunzi, upendo wa Yesu kwake ulikuwa mkubwa sana. Na kwa kupendwa kwake, katika ule mlo wa mwisho, kabla Yesu hajaenda kukamatwa kule bustani ya Getsemani na kupelekwa kuuawa, alionekana ameegemea kwenye kifua cha Bwana. Kumbe kuna kitu kinachohusiana na kumpendeza Mungu na akatokea kukupenda. Ina maana anakutumia kupitiliza. Kupendwa kwa Yohana mwana wa ngurumo ilipelekea Yesu kusema kuwa yeye atakufa mpaka amuone akiwa amerudi katika utukufu wake. Na hii ilimpa Yohana kuishi miaka mingi sana. Pata picha, Yesu amekufa katika mwaka wa 30 baada ya Kristo. Lakini hebu pata picha ya kuwa wakati huo Yohana alikuwa ni mtu angalau mzima, lakini Yohana akaishi mpaka mwaka wa 96. Wakati anaandika kitabu cha Ufunuo bado alikuwa anaishi. Ina maana akaishi tena zaidi ya miaka 65 baada ya kifo cha Yesu. Lakini ni kwa sababu Yesu alimpenda, kwa sababu alikuwa vizuri kiroho. Kumbuka mwanzoni Yohana alikuwa vizuri kiroho, maana ni Yohana ndiye aliyekurupuka na kusema kwa Bwana, tushushe moto. Akasema, Yesu akasema, hamjui roho mliye nayo. Maana kipindi hicho Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao, lakini walikuwa bado na roho za mababu, roho za mabibi, roho za mizimu. So ina maana Bwana angewaruhusu washushe moto, ina maana ile roho iliyokuwepo ndani yao ndio ingefanya nini? Ingeshusha moto. Ina maana ingekuwa roho ya kuangamiza. Maana Kristo akuja kuangamiza, Kristo alikuja kuokoa. Sasa baada ya Kristo kufa, mbona alipouawa yule ndugu yake Yakobo, mbona akushusha moto? Alipouawa Petro, mbona akushusha moto? Lakini kumbuka wakati huo tayari
roho ilikuwepo ndani yake ilikuwa Roho Mtakatifu, maana katika ile siku ya Pentekoste chapata. Lakini lengo langu ni kukuonyesha kuwa Mungu akapata kusemaje? Mungu akapata kusema ya kuwa akitokea nabii kati ya wana wa Israeli atasema naye kupitia ndoto na maono, lakini sio kwa mtumishi wake Musa. Musa alikuwa ni rafiki wa Mungu. Mungu alikuwa anampenda sana, na Mungu alipompenda akasema kwa mtumishi wake Musa atasema naye uso kwa uso. Lakini wacha nikwambie watu wa Mungu, Musa alikuwa ni mtu mpole kuliko watu wote waliowahi kuwepo hapa duniani. Yamkini hujuagi hilo, lakini alikuwa ni mtu mpole kwa sababu kwanza alikuwa ni mtu mwenye kigugumizi. Akianza kutamka anaweza katamka hata risali zima mpaka anaweza kuishiwa na nguvu. Lakini mtu huyo alikuwa ni mpole sana. Na baada ya hapo kilichotokea ni nini? Baada ya hapo Mungu alipomchagua, Mungu akaamua kumuonyesha kwa maono mambo ambayo yalifanya nini? Yalitokea kama miaka zaidi ya 2000 kabla ya pale. Kumbuka ya kuwa wakati Ibrahim anakuwepo tayari ilishapita kama miaka 2000 tangu dunia iumbwe. Lakini ikapita tena kama miaka kama 500 na zaidi, ndipo sasa anazaliwa Musa. Lakini pata picha zaidi ya miaka 2500 Mungu anamuonyesha mambo hayo, na mambo ambayo Mungu alimuonyesha Yohana nayo kwenye kisima cha Patmo sasa hivi tayari imeshapita miaka zaidi ya 2000. So ina maana watu hawa ni watu waliokuwa wanampendeza Mungu. So kinachofanyika lazima uwe na jicho la tofauti ili uone kwa kitabu cha Mwanzo kina muunganiko moja kwa moja na kitabu cha Mwisho. Maana kitabu cha Mwisho alionyeshwa mtu mambo yatakaye kuwepo miaka mingi ijayo, lakini kitabu cha Mwanzo alionyeshwa mtu pia mambo yaliyotokea miaka mingi iliyopita. Ina maana ungeandikaje ya kuwa giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji? Ina maana alivyokuwa anaandika mambo hayo, bila shaka Mungu alikuwa anamuonyesha Musa maono, kama alivyokuwa anamuonyesha nani? Anamuonyesha Yohana maono. Lakini alikuwa anaonyeshaje maono? Maana walikuwa bado wanaishi kupitia malaika. Musa ukisoma katika ile Kutoka sura ya 3 unaona kabisa kuwa malaika wa uso wa Bwana akamtokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, Yohana anasema kuwa kisha nikachukuliwa na malaika katika ulimwengu wa kiroho. So kumbuka ya kuwa Mungu akatumia malaika kama wajumbe wake kufikisha kuandikwa kwa kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Mwisho na kuandikwa kwa Biblia yote. Bana, wanadamu hawakuandika akili zao na mawazo yao, bali waliongozwa na Roho Mtakatifu ili waandike yale yaliyokuwa ya Mungu. Sasa Musa anaandika vitabu 5 vya kwanza, baadaye akaandika na kitabu cha Ayubu. Aliandika kitabu cha Mwanzo, Toka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, lakini pia aliandika kitabu cha Ayubu. Sasa kwa nini Biblia ikaandikwa? Kama unavyojua, zamani taarifa ilikuwa inahifadhiwaje? Taarifa ilikuwa inahifadhiwa kupitia nyimbo pamoja na kuelezea kuhusu matukio, story na hadithi. Unakumbuka ya kuwa hadithi zilikuwa zinatungwa kuhusu matukio muhimu, na ikaendelea kufanya nini? Hizo hadithi kutolewa na kuendelea kuongelewa ili watu wafanye nini? Wasizisahau matukio hayo. Lakini isingetungwa hadithi nyingi kiasi hicho kuweza kufanya nini? Kuyabeba mambo mengi muhimu yote. Ndio maana pakatokea masuala ya kuandika taarifa.
Na kama unavyojua, Musa alikuwa ni moja kati ya wasomi, na Musa kumbuka alipozaliwa na kukulia pale katika nyumba ya mfalme Farao. Kumbuka ya kuwa eneo la Mesopotamia ilikuwa ni eneo ambayo elimu ilianziaga. Misri hiyo yote, na Misri ilikuwa mbele sana kimaendeleo. Civilization ilianzia katika eneo la Misri kuelekea mpaka mashariki ya nini ya kati, ambayo inaunganisha na kuelekea mpaka pale palipokuwepo bustani ya Eden ambayo ni Babeli, ambayo ni Euphrates na kadhalika. So kinachofanyika ni nini? Musa, kama unavyojua, Mungu alikuwa ni rafiki yake, lakini Mungu alipenda kujifunua kupitia malaika kwa watu ambao wanaishi. Maana alisema ya kuwa hakuna anayeishi aliyeona uso wake akaishi. Na hiyo ndio iliyofanya mpaka Yohana naye katika kiti cha enzi akimwona Mungu aliona tu mawe ya thamani kwenye kile kiti. Kwa sababu tutakaporithi ile nchi mpya na mji mpya, ndipo tutakapoona sasa uso wa nani? Uso wa Mungu. Sasa Biblia ya kwanza iliandikwa ilikuwa ni Biblia gani? Mara ya kwanza iliandikwa Biblia ya Kiebrania, ya Waebrania, ambao Biblia hiyo ilikuwa tano jumuisha 8 ni 13, ukijumuisha 11 ni 24. Ina maana Biblia ya Kiebrania ilikuwa na vitabu 24. Haikuwa na vitabu 39 kama Biblia ya Kiprotestant. Sisi ni wa Protestani. Hii Biblia tunayotumia hii ambayo na vitabu 66, 39 na 27 Agano Jipya ni Biblia ya Kiprotestant. Lakini kuna Biblia ya Kiroma, kuna Biblia ya Kiorthodoksi na kuna Biblia ya kiimani zingine. Lakini ya Kiroma wao waliweka na vitabu vingine ambayo inaitwa Apokrifa, vitabu ambavyo havipo katika Biblia hii ya Waprotestanti. Na ya Orthodoksi iko kama ya Waprotestanti. Lakini sasa inakuwaje Biblia ya Waprotestanti na ya Waroma na ya Orthodox na wengine hao inakuwa na vitabu vya Agano la Kale 39? Kumbuka ya kuwa Biblia kwanza kama nilivyosema iliandikwa kwa Kiebrania, lakini ilikuwa Biblia ya Kiebrania ilikuwa ni Biblia ya Agano la Kale peke yake, ambayo iligawanywa mara ngapi? Iligawanywa mara 3. Iligawanywa mara 3. Mara kwanza iligawanywa kwenye vitabu 5 vya kwanza ambao vinaitwa vitabu vya sheria ama Torah ama law books, vitabu 5. Vitabu 8 vilikuwa ni vitabu vya kinabii, prophetic books, na vitabu 11 vilikuwa ni vitabu vya maandishi, writing. Jumla yake ina maana walifinya ile Biblia ambayo ni vitabu 39 ikawa vitabu 28. Sasa nisikilize vizuri ili uweze kupata. 11 ni ya maandishi, writing. Sheria. Sasa kwa nini zikafupishwa zikawa 24? Naomba uwe makini. Katika vitabu 5 vya kwanza ilikuwepo Mwanzo hadi Kumbukumbu la Torati. Lakini vitabu vya kinabii cha ajabu
hebu sikiliza jinsi ilivyo katika vitabu kwenye Biblia hiyo ya mwanzo ya Kiebrania. Kitabu cha kwanza cha kinabii ilikuwa ni cha Joshua. Kitabu cha pili cha kinabii ilikuwa ni kitabu cha Waamuzi. Alafu cha tatu ilikuwa ni Samueli. Wao hawakuwa na Samueli wa kwanza na wa pili. Ilikuwepo Samueli ni moja tu ambayo imebeba Samueli wa kwanza na wa pili. Alafu ilikuwepo kitabu cha Wafalme. Wafalme nimeanzia kwenye Joshua, Waamuzi, Samueli, Wafalme. Alafu ukitoka kwenye Wafalme ulikuwa unaenda kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ambayo inakuwa 5. Alafu ukitoka hapo ulikuwa unachukua manabii wakubwa wale watatu ambao ni Isaya, Yeremia na Ezekiel, ukijumuisha inatengeneza vitabu vingapi? Vitabu 8 za kinabii. Muona Mambo ya Nyakati ilikuwa ni moja. Sasa vitabu vingine vilivyobaki vikawekwa kwenye vitabu vya maandishi ama writings. Wakachukua kitabu cha Zaburi, kitabu cha Ayubu na kitabu cha Ezra na Nehemia ilikuwa ni kitabu kimoja. Ezra na Nehemia ilikuwa ni kitabu kimoja. Alafu unaenda kwenye kitabu cha Esther. Unakwenda kwenye kitabu cha Methali. Unakwenda kwenye kitabu cha Wimbo Uliye Bora. Unakwenda kwenye kitabu cha Maombolezo. Unakwenda kwenye kitabu cha Danieli. Ukitoka kwenye kitabu cha Danieli, vitabu 12 ambao vinawakilisha manabii wadogo zilifanywa kama kitabu kimoja, ambayo unaanzia kwenye kitabu cha Hosea mpaka kitabu cha Malaki. Vitabu hivyo 12 ambao ni manabii wadogo, wao vilifanywa kama kitabu kingapi? Ikaishia kuwa na vitabu vingapi? Hivyo kumepata ngapi? Hebu soma. Zaburi, Ayubu, Ezra na Nehemia, Esther, Mithali, Wimbo Ulio Bora, Maombolezo, Danieli na vitabu 12 vya manabii wadogo. Basi vilikuwa hivyo ndivyo vilivyokuwa vinakuwa katika Biblia ya Agano la Kale. Lakini kwenye Agano Biblia ya Protestanti ambao ni sisi, unaona kwenye vitabu vile 10 na ngapi? Hivyo 12 ambayo manabii kila kitabu imekuwa peke yake. Lakini pia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ambao ilikuwa kama kitabu kimoja, pia imefanywa kuwa 2. Lakini pia kitabu gani? Samueli na kitabu cha Wafalme. Amina. Mhubiri ilikuwepo katika maandishi. Methali na Mhubiri itakuwa viwe 11. Itakuwa viwe 11 hapo. Nilikwambia ya maandishi writing inakuwa 11, ya manabii inakuwa 8 na ya sheria zinakuwa ni 5. 5, 8 na 11 ambayo inakuwa vitabu 24. Tengeneza ya wadogo ni kitabu kimoja. Andika tu, yaani vitabu vya manabii wadogo ilikuwa ni kitabu kimoja.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa lengo langu ni kukuonyesha tu uone jinsi Biblia ya kwanza ilivyoandikwa. Lakini sasa hiyo ilikuwa katika lugha ya Kiebrania. Na baada ya hapo katika mwaka wa 200 wakati wa utawala wa dola ya Yunani. Kumbuka Wayunani walipokuwa na tawala wa Griki, mji wa Alexandria ilikuwa ni mkuu kwa wakati huo. Ndipo sasa ikachaguliwa waskola watu 70 ambayo walitoka wenye akili waliyetoka kule Israeli, wakapelekwa wakasomeshwa kule katika chuo cha Alexandria. Na baada ya hapo wao ndio waliekaa chini na kuitafsiri Biblia ya Agano la Kale ambayo ilikuwa katika lugha la Kiebrania katika lugha ya Kiunani, na ikaitwaje? Ikaitwa toleo ya Septuagint. Septuagint maana yake ni 70. Ina maana ikaitwa toleo la kwanza ambalo lilitolewa kwenye lugha nyingine tofauti na lugha Septuagint ambao ni lugha ya Kiyunani inayosema 70. So kumbuka ya kuwa Biblia ya kwanza ya Agano la Kale kuandikwa, kutafsiriwa kutoka kwenye Kiebrania. Maana kumbuka niliwahi kufundisha kuwa Agano la Kale iliandikwa kwenye Kiebrania mara ya kwanza. Agano Jipya iliandikwa kwenye lugha ya Kiyunani. Bwana Yesu asifiwe. So toleo la kwanza iliitwa Septuagint ambayo maana yake ni 70. Ina maana wale waskola 70 waliotoka Israeli na kwenda kusomeshwa kule Alexandria chini ya utawala ya dola ya Kiunani ndio waliyetafsiri. So watu wa Mungu, Biblia ya Agano la Kale ya Protestant na boini ya kwetu ikatoka sasa katika ile iliyotafsiriwa kutoka katika ya Waebrania. So Agano la Kale ipo katika asili ya nini? Asili ya Waebrania, maana iliandikwa mara ya kwanza ya Kiebrania. Ndio maana maneno mengine kama Gog na Magog, maneno mengine kama Armageddon ni maneno ambayo asili yake ni katika lugha ya nini? La Kiebrania. Ndio maana nilikwambia lugha Gog maana yake ni umati na Magog maana yake ni ukubwa, multitude and magnitude. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia ili ikamilike, wakati Yesu anazaliwa, Biblia Agano la Kale vitabu 39 ilikuwepo tayari. Zile ambao ni ile ya kwanza ya Kiebrania ilikuwa na vitabu 24 ilijaribu kupanuliwa ili angalau iwe nyepesi kuweza kufikika. Samueli wa kwanza na wa pili ilikuwa ndefu sana. Pata picha ile Wafalme wa kwanza na wa pili, Nyakati wa kwanza na wa pili, hiyo Nehemia na Ezra, ile ndio zikaanza sasa kugawanywa na kupata vitabu 39. Lakini sasa baadaye, baada ya kifo cha Yesu, Paulo alianza kuandika nyaraka. Paulo, Yakobo na wengine hao walianza kuandika hizo nyaraka, na wale wengine ambao waliandika nini? Waliandika zile vitabu vya Injili, na Agano Jipya ikaanza kuandikwa kama nini? Kama nyaraka, hatimaye zikasanywa. Lakini kuna vitabu vingine ambao vilipimwa vikaonekana havingeweza kukaa katika vitabu vya Agano Jipya, vikachujwa, alafu ikapatikana vitabu 27. Lakini vilikopo vingi. Kuna waraka wa Korintho sijui mpaka watatu, kuna vitabu kama sijui Injili sijui ya Tomaso, Injili sijui ya nani. Vipo vitabu vingi sana ambayo viliandikwa nyaraka, lakini ziliachwa, lakini zilipimwa na zikatengeneza vitabu, zikaunganishwa na Agano la Kale, ikatengeneza Biblia hii yetu ya Kiprotestanti, vitabu 66. Sasa Agano la Kale katika Biblia hii niliyoshikilia mkononi mwangu ina vitabu 39, ambao katika vitabu 39 ukiangalia sana, kumbuka
Wayahudi mtazamo wao ulikuja kuwa tofauti na watu wengine. Umeona, ukiangalia manabii au vitabu vya manabii na vitabu vya manabii sasa hivi, unakuta ya kuwa kwa vitabu vya manabii utakuta kuwa walioko wanabii vitabu vyao mpaka sasa hivi kama vitabu vya manabii, unakuta kabisa kuwa ni wale manabii wakubwa tu watatu ambao ni Isaya, Yeremia na Ezekieli. Wao hawakumkubali kabisa Danieli kama nani? Kama nabii. Na wao walimuona Danieli kama msaliti, kama mtu aliyeunga mkono nini? Mataifa mengine, wakati wao walijua kuwa neno la Mungu sio kwa ajili ya mataifa mengine kabisa. Neno la Mungu na Mungu mwenyewe ni ya wao wenyewe. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Joshua ambayo wao wanaweka kama nabii, Waamuzi nabii, Samueli wa kwanza nabii, wa kwanza na wa pili, Wafalme nabii. So ni vitabu ambao wanaweza kukuta katika vitabu vya manabii, utakuta kuwa imetengwa kwa sasa hivi manabii wanakuwepo wangapi? 4, ambayo ni Isaya, Yeremia, Ezekieli na Danieli, ambao ukijumuisha na wale manabii wadogo 12 inatengeneza vitabu vya kinabii katika Agano la Kale 10 na ngapi? 16. So ni tofauti na wao ambao wako walikuwa ni 8. So ni vizuri ukajue, maana mtu mwingine anaweza kuuliza swali tu ya kuwa, je, hebu nitajie Biblia mara ya kwanza ilivyoandikwa, iliandikwaje na ilikuwa je, manabii walikuwa kina nani? So ukimweleza vizuri hivyo, anapata kufanya nini? Anapata kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapoanza Biblia, je, kwa nini watu wasome Biblia? Kwa nini watu wasome Biblia? Kwa nini watu wachukulie Biblia kwa userious zaidi? Kwa nini watu wasome Biblia kuliko kitabu chochote? Ni kwa sababu watu wa Mungu alikuwa anasema na watu kupitia wajumbe wake, ambao hawa wajumbe wake walikuwa wanatoka mbinguni, walikuwa ni malaika. Ili Mungu aseme na Ibrahimu, alitumia malaika. Ili Mungu ashuke aseme na watu wa Sodoma na Gomora, alitumia malaika. Ili Mungu aseme na Musa, alitumia malaika. Ili Mungu aseme na watu kama Gideoni, alitumia malaika. Lakini sasa alipoona sasa ya kuwa saa imefika sasa ya kumtuma mwanae wa pekee Kristo Yesu aje ili amkomboe mwanadamu, basi kilichofuata ni nini? Kristo alivaa mwili na kuingia kwenye tumbo la nani? La mwanamke mmoja ambayo hajamjua mume, lakini ilikuwa ni uwezesho wa Roho Mtakatifu ili kinachozaliwa kiwe kitakatifu. Na alipozaliwa Kristo, yeye akafanyika kuwa ni mjumbe na akaleta kitu kipya ambayo ilikuwa ni injili iliyofunikwa. Wakina Danieli walikuwa na injili, maana Danieli aliongelea mambo ya mwisho ambao tumeona kwenye kitabu cha Ufunuo. Na kama Ufunuo imeongelea injili, ina maana injili ilikuwepo kwenye Agano la Kale, lakini ilikuwa imefunikwa. Kama nilivyokuambia kwa Agano Jipya ni Agano la Kale imefanywaje? Imefunikwa. Agano la Kale ni Agano Jipya haijatimilika. Ni Agano la Kale na Agano Jipya haijafikia wakati wake wa mavuno. Agano Jipya ni Agano la Kale kwa wakati wake wa mavuno. Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Agano Jipya ni Agano la Kale imetimia ama imetimilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akaongea na watu kupitia mwanae wa pekee. Lakini mwanae wa pekee, yale mambo aliyeanza kuyafanya na kuyafundisha, naye akarithisha wale wanafunzi wake, na wale wanafunzi wake wakawa na kazi ya kuwarithisha mataifa na dunia yote. Na hakika yake kwa kipindi hicho mpaka sasa hivi
Ina maana Mungu akaondoa kusema na watu wake kupitia wale wajumbe wa Agano la Kale ambao walikuwa ni malaika, ambayo anasubiri tena kuja kutumia kusema na watu baada ya kuondoa kanisa lake ama watakatifu wake. Tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo, Yohana akiona maono ya kwa wakati wa dhiki kuu ama kipindi hicho baada ya watakatifu kuondolewa. Ina maana kinachopata ni nini? Malaika ndiye atakayehubiri Injili, malaika ndio atakayefikia watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ujumbe huo umewekwa kati yetu sisi tulipokea kutoka kwa wanafunzi wake. Ndio maana amesema kuwa nendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, lakini wabatizeni kwanza, mwabatize kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yapi? Injili ama habari njema ya ufalme wa Mungu, ambayo ilikuwa ni mafundisho ya Yesu tangu mwanzo. Yesu alipoanza huduma alianza kufundishaje? Tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Lakini alipokea kijiti kutoka kwa mwandalizi wa njia ambao alikuwa ni Yohana, yule mwana wa Zakaria ama Yohana Mbatizaji, aliyesema kuwa watu watubu na kuacha njia mbaya, maana tayari ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Lakini Yesu katika mafundisho yake akasema kuwa ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba watu wataiona, bali ufalme wa Mungu ni katika neno la Mungu. So neno la Mungu inayoongelea ufalme wa Mungu ni Injili. Maana neno la Mungu la Agano la Kale haiongelei ufalme wa Mungu kwa upana na kwa marefu kama Injili inapoongelea. Injili ndiyo inayoongelea wakati uliopo na wakati uliopita na wakati ujao. Ina maana Injili ni nani? Injili ni wana uhai wanne. Injili ni nani? Injili ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alipoendelea kutumia Yesu akakamilisha kazi ya ukombozi, akaacha kazi hiyo na mamlaka kwa wanadamu. Lakini aliwacha kwa wanadamu gani? Wale mitume wake. Lakini katika wale mitume tayari ikainuka upinzani wa shetani kutaka kuangamiza Injili. Ndipo sasa umri yao ilipoendelea sana, na wao Mungu akaanza kufanya njia ili na wao yale wanayejua yasipotee hewani hivyo, ili mlazimu Mungu tena aanze kutengeneza njia nyingine yaliye kuwepo kupotea. Basi akawafunulia ili wayaweke kwenye nini? Wayaweke kwenye maandishi. Na tayari ikawa sasa aliyewekwa kwenye maandishi, na maana Mungu sasa akaamua sasa kusema na watu, lakini kupitia nini? Sio tena sana kama eti nabii sijui nini. Akaamua sasa sema na watu moja kwa moja kupitia Biblia, lakini watu wakipata uwezesho wa Roho Mtakatifu. Lakini sasa maneno ambayo Mungu alisema na wale aseme na sisi, ili pasiwepo na kitu kinachoitwa upendeleo. Maana tungesema kwa inakuaje Bwana, si Mungu umesema nasi, mbona sisi hatukumuona Yesu? Lakini sasa maneno yale ambayo Yesu alisema na wale wanafunzi wake ndio maneno ambayo bado anasema na wanafunzi wake. Maneno ambayo Yesu alisema na mataifa kupitia Paulo ndio maneno ambayo mpaka sasa hivi mchungaji George anasema na watu kupitia kwa ajili ya mataifa. Wewe nao utasema na watu wengine. Ina maana akaweka geji na passmark ya kuwa sasa pasiwepo tena na mapungufu fulani. Ina maana yale aliyesema na Musa tayari mimi niweze kuyapokea, alafu niseme na watu. Yale aliyesema na Ibrahim tayari sauti ile iendelee kusema mpaka sasa hivi, iseme mpaka milele. Sauti ile alisema na Petro, akasema na wale wa Samaria Petro alipoenda kule, na hakika yake hayo na sisi sauti ile ya Bwana iendelee kusema kupitia sisi na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wa Mungu tunahitaji mwaka huu sasa tupokee Biblia kwa mtazamo pana zaidi, maana yale ambayo Mungu alisema nasi mwaka jana ilikuwa ni msingi. Mungu aliweka msingi, na juu ya msingi huo sasa inatakiwa sasa ijengwe nyumba ambayo itakuwa imekamilika. Hiyo nyumba itakapokamilika, basi itakuwa ni nyumba imara ya kudumu. Ndio maana natarajia nyumba itakapokamilika mwaka huu, sidhani kama tena utatikisika na mambo ya shetani na wakala wake. Maana sasa hivi watu wa Mungu, nadhani kabisa kuwa msingi kwa kiasi fulani imetufanya tujue ukuu wa Mungu,
Kwa sasa hivi wewe ulikuwa ujuaji ukuu wa Mungu kiasi hicho, ulikuwa unajua ukuu wa majini, ukuu wa utawala wa giza. Maana waliyekupa wokovu walianza kukufundisha kuhusu ukuu wa majini wanapofanya kazi. Lakini Mungu alitumia njia ile ili aweze kukufikisha kwake. Maana yawezekana gari ikapita kwenye njia mbovu, lakini siwe ni kikwazo ya kutofika gari inapoelekea. Ndio maana ulipita katika ile njia, ingawa ilikuwa njia mbovu, ingawa njia ile ilikuwa na mashimo, ingawa njia ile ilikuwa ni saa nyingine unashuka kwanza utembee kwenye maji, gari ivuke kwanza, lakini hatimaye Mungu alikufikisha mahali ambapo alipokuwa anataka. Wapi? Kwenye neno la Mungu la kweli. Nasema ya kuwa watu wa Mungu, kitabu hichi watu wengi hawaielewi Biblia. Nakumbuka nikiwa mdogo niliona mambo ya ajabu sana kule vijijini kwetu. Zamani nikiwa bado mdogo nasoma, watu wa Mungu, watu wa mataifa wanajua kutumia mtabu huu. Nilikuwa naona eti mtu kama naambiwa, bwana wewe umeiba bwana, sijaiba bwana, umeiba bwana, mimi sijaiba bwana, msinite. Anasema bwana, stop, leta Biblia. Inawekwa Biblia chini, mtu aruke. Watu wa Mungu, kama ulikuwa unakataa alafu menani, Biblia ilikuwa inatoa matokeo yajawahi kutokea. Na kuambia kitabu hichi watu wengi wanaitumia kinyume. Sisi tuliye wana wa ufalme tunahitaji kutumia kitabu hichi vizuri. Umejua watu wanaomba kinyume na watu ninawapata, lakini wanatumia nini? Lakini kumbuka, kitabu hichi ambacho nakitumia vibaya, kitabu hichi ndio sheria ambayo itakayo kuhukumu. Ndicho kitabu kitakacho kuhukumu. Maana kitabu hichi kimesema uishije na ndugu yako, uishije na adui wako. Yesu aliishije na adui wake? Yesu akusita kuwaombea maadui zake. Mpaka dakika ya mwisho ameshamsulubisha, lakini bado Yesu alikuwa anawaombea kwa Bwana, uwasamee maana hawajui litendalo. Nasema hivyo watu wa Mungu, kama kuna kitabu cha kuheshimiwa sana ni kitabu hichi. Maana pamoja na ni kitabu ambacho kimeandikwa na waandishi wengi, lakini hata sehemu moja hawakugongana lugha, hawakupishana lugha. Ndio maana kitabu cha Mwanzo imeandikwa karibu miaka zaidi ya 1500 kabla ya kuandikwa kitabu cha mwisho, lakini zinaendana vizuri sana. Nini? Kwa sababu ilikuwa ni neno la Mungu. Mungu akaongoza watu kupitia Roho Mtakatifu kuyatia maneno yake chini. So watu wa Mungu, Biblia ni neno la Mungu. Sema Biblia ni neno la Mungu. Neno la Mungu kazi yake ni kuokoa watu. Yamkini nilitumia vibaya neno la Mungu kuangamiza badala ya kuokoa. Lakini leo nimetambua ukweli ya kuwa neno la Mungu ni Biblia, na kazi yake ni kwa ajili ya mpango mbadala baada ya shetani kuharibu mpango mama. Umeona sasa, shetani aliharibu mpango wa Mungu kwa kwanza kwa kumdanganya mwanadamu. Na alipomdanganya mwanadamu, tayari Mungu, maana ni mwanzo na mwisho, ni yote katika yote, na Mungu ndio mbunifu. Ndio maana mji ule ambao tutaurithi ni mji uliobuniwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Hata Ibrahimu alitumainia sana huo mji kuiona, na bila shaka atauona, maana alimaliza vizuri. Lakini na wewe unatakiwa umalize vizuri ili nawe uje urithi mji huo utakayebuniwa na Mungu. Hasa watu wa Mungu, shetani alipofanya hivyo, Mungu akabuni papo kwa hapo nini? Akabuni mpango B ama mpango mbadala. Kumbuka kuwa mpango wa awali ambao ilikuwa ni Mungu kaa pamoja na watu wake pale kwenye bustani ya Eden, hakuwa umeweka mpaka na kuja kwa uzao wa mwanamke, haikuwepo. Lakini kumbuka baada ya dhambi kuwepo, ndipo sasa hii wokovu salvation was plan B, it wasn't plan A.
Plan A was destroyed by the devil. Salvation was plan B. Ilikuwa ni mpango mbadala ambayo Mungu aliubuni kwa muda huo. Shetani, kama unamjua, yeye sio mbunifu. Hana jipya. Hajaumba hata sisimizi. Anatumia uumbaji wa Mungu. Yeye ni muigaji. Yeye ni mtu anayependa sana kuiga. Ndio maana kila kitu kilicho cha Mungu chema anataka afanye nini? Anataka copy. Ndio maana Mungu anaandaa maisha mazuri na mji mwema kwa ajili ya watu wake, lakini shetani anatumia kama chambo kuwapa watu fedha na mambo mengine ili waishi maisha matakatifu. Maisha mazuri hapa kana kwamba ni maisha matakatifu duniani, lakini sio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka tuanze kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni moja katika vitabu vitano ambayo viliandikwa na Musa. Lakini katika Biblia ya Waprotestanti, je, vitabu hivyo vinaitwaje? Je, vinaitwa vitabu vya sheria na Tora? Havitwi Tora wala nini, wala vitabu vya sheria. Vinaitwa Pentateuch. Maana yake vitabu vitano vya kwanza. Pentateuch, ambayo maana yake ni vitabu vitano vya kwanza, ambao hiyo ni lugha ya Kiunani. Kumbuka ya kuwa ilitafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiebrania na mara ya kwanza ikaletwa kwenye lugha ya Kiunani. Ina maana inaitwa vitabu vitano vya nini? Vya kwanza alizoandika Musa. Na kitabu cha Mwanzo ambao ni kitabu cha kwanza kwenye Biblia inaongelea nini? Inaongelea uumbaji wa mwanadamu na anguko la mwanadamu na njia ya ukombozi wa mwanadamu inapoanza. Ina maana ukianzia sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo mpaka sura ya 11 inaongelea kuhusu uumbaji na anguko la mwanadamu. Alafu ukienda kwenye sura ya 12 tayari unaanza habari za Israeli. Habari za Israeli zinaanza sura ya 12, maana Ibrahim pale tayari kwenye mwisho wa 11 uzao wa Shem anaonekana, lakini anaitwa wapi? Anaitwa kwenye sura ya 12. So kwanza sura ya 12 imeongelea wale mababa wa Israeli. Wale mababa wa Israeli ambayo ni Ibrahim, alafu anapokelewa na Isaka. Hata katika agano ile Mungu aliyefanya na Ibrahim iliimarishwa na Isaka, alafu akapokea Yakobo, kisha anapokea Yusufu. Ina maana kuanzia sura ya 11 mpaka sura ya 21 mpaka 21 hiyo anazaliwa Isaka ni Ibrahim, lakini Ibrahim anaendelea mpaka 25, lakini Isaka nayo anaendelea mpaka sura ya 26, lakini pale anapofika sura ya 27 pale anainuka mtoto wa Isaka ambao ni Yakobo. Yakobo ndiye anayeendelea sasa kuonekana pale mpaka sura 35. Isaka anakufa, lakini sura 36 imeongelea kwa ufupi kuhusu Esau ambao ni kakake Yakobo. Lakini tukianza sura 37 tunaona moja kwa moja anainuka mtoto wa 11 wa Yakobo ambayo ni nani? Ambayo ni mtoto wa Lea wa kwanza ambao ni nani? Yusufu. Lakini mtoto Israeli. Lakini Yusufu ukianza sura 37 anainuka na kupitia yeye kwenda Misri. Tayari Yakobo anakwenda Misri. Lakini wacha nikuambie, mara nyingi watu wengi wajui kwa nini wana wa Israeli waenda Misri.
Watu wa Mungu, nchi ya Kanaani hailikuwa ijakuwa nchi inayotoa asali na maziwa. Bado nchi ile ilikuwa inahitaji kutengenezwa. Lakini nchi iliyokuwa inatoa asali na maziwa kwa wakati huo na ilikuwa na ubora wa kila kitu ilikuwa ni Misri. Ndio maana wakapelekwa Misri na wakawekwa sehemu nzuri, waliishi vizuri, chakula. Misri ilikuwa na maendeleo sana na chakula ilikuwepo. So kilichofuata nini? Wale wakakuwa na kuwa taifa wapi? Pale Misri. Sasa watu wa Mungu, naona kama nitaanza kugusia kesho sura ya kwanza. Nataka tu niombe, maana nimeweka msingi sana kuhusu Biblia na Mwanzo. Na watu wa Mungu, naomba uwe makini ili ujue mambo ambayo yataweza kubadilisha maisha yako. Kuna maneno ya Mungu ambayo yakikiwepo ndani yako, basi shetani hawezi kukukaribia hata siku moja. Shetani bado anakukaribia kwa sababu ndani yako neno la Mungu halijakaa sawa sawa. Lakini neno la Mungu kazi yake kubwa pia ni nini? Neno la Mungu kazi yake kubwa ni kuipandisha imani yako, na kwa imani unapata kushinda shetani. Imani huja kwa kufanya nini? Na kwa kusikia nini? Neno la Mungu. So unapozidi kusikia neno la Mungu la kweli, utakuwa na imani yako. Maana umeona, kwa mfano tumemaliza kurudia kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo bila shaka imeinua imani za watu wengi. Maana watu wengi walikuwa mjui Mungu, wamjui Yesu, wajui malaika, uwezo wa malaika, lakini wakajua na wamejua matarajio. Sasa hivi matarajio yako bila shaka ni ya kweli, maana unajua ya kuwa lengo mama ya wokovu wako ni nini? Ni nini ambayo kitatokea? Urithi gani utakaye kuwepo? Na upite njia gani ili ufikie urithi huo? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuishie hapo, lakini nataka niombe. Of course nimegusa kuhusu misingi. Nitaomba kuhusu misingi ya Biblia na misingi ya Agano la Kale iliandikwa mara ya kwanza, na msingi wa kitabu cha Mwanzo kama nilivyokuambia kuwa imeongelea uumbaji, na katika uumbaji ni mwanzo wa kila kitu. Bila shaka watu wengi hawajui kabisa kuwa kwa nini mwanadamu anapoangamia, wanyama na mambo mengine yanayohusu mazingira yanaangamia. Ni kwa sababu hivyo vilifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Hivyo vyote havisingefanywa pasipokuwa na lengo la kufanya mwanadamu. Ilikuwa ni maandalizi. Ilitakiwa iwepo udongo mkavu, nchi. Ndio maana ikawepo sababu ya kutengeneza nchi. Palihitajika mwanadamu huyu aje ale samaki. Na kilichotokea ni nini? Bila shaka ikafanyika sehemu ya kuwepo samaki. Alihitaji kula matunda kutoka katika miti. Bila shaka ikatengenezwa ama ikaletwa mimea. Hasa vitu hivyo vyote, mifugo na wanyama. Watu wa Mungu, ukisoma sura ya pili tutakaposoma kesho, utashangaa ya kuwa Mungu alivyoipanda katika bustani, apanda bustani, akachipua na mimea. Umejua mwanaume alikuwepo peke yake, lakini eti hapa kuonekana wa kufanana naye wala wa kumsaidia. Hata kwa nini Mungu akuumba tu moja kwa moja atoe kwenye ubavu wake? Mpaka akamfanyia wanyama, akawapa majina. Katika hawa wanyama angetokea nyani, akawa anaweza kumsaidia na akafanana naye. Bila shaka pasingekuwa na sababu tena kuumbwa mwanamke.
mwanamke alikuwa ni option ya mwisho kwa ajili ya Adamu. Alionekana hakuna wakufanana naye wala wakumsaidia. Laiti ingetokea wakumsaidia, basi pasingekuwa na mwanadamu kuumbwa. Na kwa taarifa yako, kilichoumbwa mwisho, kilichofanywa mwisho ni mwanadamu, mwanamke baada ya vitu vyote kufanywa. Na kinachofanywaga mwisho kunakuwaga na nguvu. Speech inayotolewaga mwisho, anayetoaga speech ya mwisho hata kwenye kampeni ni mgombea rasmi. Hata katika sherehe anayetoaga hotuba ya mwisho alafu chapter inafungwa, anakuwaga mtu muhimu ambayo ni mgeni rasmi. So mwanamke aliyefanywa mwishoni, yeye anakuwa ni mtu muhimu sana. Ndio maana kupitia yeye dhambi iliingia, kupitia yeye ukombozi na wokovu ulifanya nini? Na ndio maana hata yeye ndio katika wokovu mfano wake huko. Hujauliza kwa nini kanisa linachukuliwa kama mwanamke? Hayo yote tutajua mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama kuna mtu mwenye swali kabla sijaomba. Kama una swali kabla sijaomba, nataka niombe na msingi tu. Naomba uwe makini ili leo nataka niguse katika msingi, yamkini msingi wako ambao ilikuwa ni mahusiano yako ya kwanza. The first relationship which you had in your life is what destroyed your life. Yawezekana hiyo ndio iliharibu maisha yako. Maana kwenye mahusiano pana agano. Watu wengi hawajui kama mahusiano ya kukutana ni agano kubwa sana. Ndio maana katika ibada za shetani na wachawi, tendo la ndoa kwao ni kitu ambacho ni cha kawaida. Ndio maana hata wachungaji ambao wanamtumikia shetani, mstari wa mbele ni kufanya uzinzi. Ndio maana hata wana wa Israeli, Musa alipopanda mlimani, walipotengeneza ndama, iliendelea nini? Uzinzi. Tena sio uzinzi tu, hii ilikuwa ni uzinzi wa makutano wa mwili kimwili. Nasema hivi, shetani ana mahusiano moja kwa moja ya mahusiano yasiyokuwa rasmi kutoka kwa Mungu. So yawezekana ya kuwa asili ya kutungwa kwa ujauzito wako, asili yako ambayo ipo kwenye kutungwa kwa ujauzito wako, huko ndio shida ilianzia. Yawezekana mahusiano ya mama yako na baba yako, yawezekana hapo ndio tatizo ilikuwepo. Yawezekana yule baba yako ndiye aliyekuwa tatizo, mama yako alikuwa vizuri tu. Yawezekana mama yako yule ndiye aliyekuwa tatizo na misingi ya kwao. Yawezekana mahali ulipoajiriwa mara ya kwanza, asili yako ndio baba yako alibakiaga huko. Yawezekana biashara ya kwanza uliyeanza kufanya ndio iliyeleta mabaya haya. Yawezekana kanisa la kwanza uliyeendaga ndio ilikuwa matatizo. Yawezekana sherehe ya kwanza uliyeendaga na ukashiriki ndio ilikuwa asili ya mabaya yako. Mwanzo wa matukio na vitu katika maisha yako. Huu ni mwaka wa kupitisha fagio. Yamkini yule baba yako na kicheche chake ya kuruka huku na huku ndiye alitoka akaenda akazaazaa nje kule, na hao ndio waliyekamata maisha yako. Yamkini wale waliyekutana nawe kimwili katika mwanzo wa wewe kuwepo katika mahusiano, yamkini mganga yule wa kwanza uliyemwendea ama uliyepeleka, yamkini ujauzito wako, mama alipokuwa ujauzito alienda mahali wala kukuambia. Yamkini ile dawa mama aliyekunywa wakati ukiwa tumboni mwake ndiyo imekuwa ni nguzo ambayo shetani ameshikilia na hawezi kuonekana.
Yamkini maneno uliyotamkiwaga ukiwa mdogo na dawa uliyepewa. Kama unavyojua vijijini kule, hizi dawa ambayo watu wanapewa ndio usiseme. Kuchanjwa chale ndio usiseme, lakini ukiwa mdogo. Yamkini ile dawa iliyosuguliwa kwenye ulimi wako ukiwa mdogo. Ya kuwa hii ni ya kuosha ulimi bwana. Halafu ilitoka kwa bibi yule. Ulimjua bibi yule? Mama yako alimjua yule bibi? Ndio maana mimi nataka niombe na msingi. Na msingi uko almost wiki hii yote. Kwa sababu kesho mwanzo niko katika misingi. Kesho kutwa hivyo hivyo. Na wiki hii nikimaliza nataka kuona misingi yako. Kwa nini uweze kusimama vizuri mtu wa Mungu? Misingi yako hata ya maendeleo ndiyo, lakini unatakiwa upige hatua kuliko hapo. Watu wasiokuwa na maana kabisa wanapiga hatua. Wasiokuwa na maana hata wana elimu ya kutoka cha tatu. Mara tu eti magari wananunua tu, wanajiganda mara juzi tu tunaona hapa. Unaona sasa? Basi tunataka mwaka. We want to go. Amen. We want to go this year. Amen. Taka twende mwaka huu. Amen. Maana watu hao wajanja wanachezea hatima yetu. Wajanja hao. Kwa sababu watu wa Mungu sio wajanja kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini Mungu ametuambia kuwa kwenye masuala ya maarifa na akili hata tuwaige, hata tuwakopi. Na mimi nasema hivi, tutafanya tuliwezalo ili twende mwaka huu. Hata kama itatulazimisha tufanye tukilia. Amen. Tutafanya. Haiwezekani tusiende. Kama umoja wao inafanya waende, tunayo umoja wetu. Kama shetani wao anafanya wanakwenda, tunaye Mungu wetu. Kama manuizo yao, tunayo manuizo yetu hapa na sisi. Amen. Na mwaka huu lazima tuende. Amen. Kitakachotokea kwenye maisha yako mtu wa Mungu isikupe shaka. Yawezekana ndiye kwa nakupenda ndiye akakuchukia vibaya Mungu. Wewe endelea kusema Yesu ni Bwana. Amen. Bila shaka ndio maana niko hapa na wiki hii. Bila shaka kama ulikuwepo kwenye kusanyiko ambao iliandikwa ametoa watu muhuri. Hapa nipo kwa ajili ya hiyo wiki hii. Kuna mkutano ambao kabisa ya kwa Bwana njooni nitawatia muhuri. Wewe tahiri mioyo. Wewe nitakata hizo hela zilizobaki kule. Wiki nataka nifanye kazi, maana ipo kazi ya kufanya. Kuna vitu vingine ambao usipoelewa muhuri ni nini, usiposoma ufunuo yenyewe hajakufundisha na kuambia ninakwenda kukutia muhuri. Usiposoma ufunuo huwezi kuelewa habari za mihuri. Mimi nimewahi kusikia mara nyingi sana na kuwepo kwenye kongamano ya kupiga watu mihuri. Kijana waletwa mbegu 150. Nimepewa hizi mbegu. Nikapanda, unapanda unapandaje hela? Napanda naweka kwenye biashara yangu, kwenye mshahara na upate naweka. Jana. Umepewa? Mama mmoja nikadae pale alikuja anakula chakula pale. Nimemuoe. Mbona ungeana naye? Hatari kwa anakusanya. Nimepewa mbegu hii 250. Aziweke kwenye biashara yake. Hebu nisikia mtu anakupa pesa alafu uchanganye na vya kwako. Watu wa Mungu niliwahi kupewaga shilingi 10,000. Na madaftari ya watoto moja tu. Pesa kubwa kabisa, lakini anampa daftari mtoto. Begu. Moja. Watu wa Mungu, mimi acha nikwambie nilipoharibikiwa. Niliharibikiwaje? Kwenye mji huu nilikuwa na hela sana, usinione hivi. Nilikuwa na hela sana. Nilikuwa na hela sana kiasi kwamba nilikuwa jioni na sababu hela sana.
Lakini nilipoona mambo yanakwenda vibaya, ilipotea 20,000 katika mazingira tata nyumbani. Nilipoulizia, ndipo mke wangu ananiambia, bwana, huko nako Saliga kuna mchungaji fulani fulani, nenda sehemu fulani. Nilikuja karibu eneo moja hapa. Kile mchungaji alipokaribia kuniombea, na hapo karibu kufika akanielekeza niombewe na msaidizi. Nilitoka nimeudhiwa sana. Nilipoenda kabidi nitoke niende kwa mchungaji mwingine tena aniombee. Tayari ile 20,000 iliyopotea, nilipokaa nikatulia, nikagundua kuwa kazini kwangu nikipata hela nyingi, hata kama ni milioni 5, nikisema nikanunue vifaa nilete, na nunua vifaa na leta. Lakini hela ikiingia ndani kabisa ya ofisi, nikaingia nayo, ofisi yangu ilikuwa gorofani. Nikiingia na hela gorofani, ama mteja akija akinipa hela, hata kama ni milioni 10, sinunui material hata moja ya kazi. So nakumbuka mwaka wa 2008 mwezi wa 4 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 21, niligundua ya kuwa nimepata hela, lakini milioni 4,900,000 haipo. Ndipo nikaenda kwa mchungaji mmoja, ambao mchungaji huyo aliniombea, lakini alitoa 10,000 kwenye waleti yake kama mbegu nili niweke katika hela zangu. Ilikuwa ni noti ya blue, sio mwekundu wa Msimbazi, ilikuwa 10 zile za blue zile. Hiyo hela ilikuwa na harufu, nakumbuka sana. Nilinusa hiyo hela, nikanusa na hela zingine, ilikuwa na harufu moja ya hatari mno. So nikawa na hiyo hela nachanganya na hela zangu. Watu wa Mungu, nilidondoka kama jiwe iliyoporomoshwa. Baadaye nilikuwa na hela naenda kununua kiwanja wapi? Kimara, alafu ninajenga nimalize nyumba. Baadaye nikaenda kwenye ibada Jumapili. Akaniita na mke wangu akaniambia, bwana, usijenge huko Kimara, maana wachawi ni wengi sana huko. Chawi wengi sana Kimara, nitakutafutia kiwanja huko. Lakini